Jifunze kutoa sadaka kwa usahihi ili iweze kukuletea matokeo katika maisha yako. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya, na wewe ambaye ndio kwanza umeingia kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, na wote ambao mmekuwa mkiwashauri wengine, mkiwasisitiza wengine, mkiwaalika wengine kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu awabariki sana 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 kwa majitoleo yenu ambayo mnasababisha watu wengi wanaweza kumfuata Mungu. Mnasababisha watu wengi wanafuatilia channel hii. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa kuwa na moyo pekee kabisa wa ukarimu wa kuwashawishi na wengine kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo. Leo nataka nikufundishe kwa habari ya sadaka. Kwa habari ya sadaka. Na kwa nini nimetaka leo kufundisha kwa habari ya sadaka? Ni eneo ambalo watu wengi sana wanasema hivi, nimetoa sana sadaka lakini sioni faida ya kutoa sadaka. Na hii ndiyo inasababisha watu kutoa sadaka kwa mazoea, na watu sasa kufikia hatua wanaona kama wanatoa sadaka, kumbe wanatoa tu michango katika nyumba za ibada. Watu wengi hawatoi sadaka, lakini wakidhani ya kwamba wanatoa sadaka. Yote hii ni zao la kile kitu ambacho umefanya kimazoea. Umefanya kimazoea. Sadaka si jambo la kimazoea. Sadaka ni jambo nyeti sana, na sadaka ni jambo ambalo linahitaji zaidi uelewa kuhusu sadaka ili uweze kuona matokeo ya sadaka. Sadaka sio majitoleo ya kawaida. Sadaka si michango kama michango mingine. Sadaka si mchango kama mchango wa harusi ama mchango wa kumfariji mtu, umemchangia mgonjwa. Sadaka ni tendo maalum, na kwa lugha nyepesi kabisa ili uelewe sadaka ni nini, sadaka ni tendo la kumtolea Mungu. Kwa namna gani? Namna ziko nyingi sana, lakini leo nataka niwagusie hawa ambao wanatoa sadaka za fedha zaidi kanisani. Nasema wengine wanasema sadaka ya kawaida. Hakuna sadaka ya kawaida, ni sadaka tu. Sadaka inakuwaje ya kawaida? Ni sadaka kama sadaka nyingine. Lakini hiyo sadaka unayoitoa ambao unaifahamu kama ni sadaka ya kawaida, ilo tendo la sadaka, unatoa fedha yako. Wengi wanatoa fedha. Nataka kuwafundisha hawa wanaotoa sadaka ya fedha. Sadaka ya fedha. Ile sadaka ya fedha unaitoa kanisani, sadaka ile sadaka kuwa nayo makini. Kama unaitoa kwa dhumuni la sadaka, kuwa nayo makini. Kwa maana gani? Sadaka ni agano. Sadaka ni tendo la kiagano. Sadaka si tendo la kawaida. Yaani sadaka haitolewi bila sababu. Hakuna sadaka inayotolewa bila sababu. Unaanza sasa kunielewa hapo. Naomba uanze kunisikiliza kwa makini. Unapotamka neno sadaka, yani nataka kutoa sadaka, tayari akilini mwako uelewe ya kwamba hicho unachokwenda kukifanya, tendo hilo unaloenda kulifanya sio tendo la kawaida, ni tendo la kiagano. Hiyo ndio sadaka, na ndio maana ikawa sadaka. Zimegawanyika, sadaka ni nyingi. Hiyo sadaka yako ya fedha ni tendo la kiagano. Unaagana nini na Mungu kupitia sadaka unayotoa? Unataka kumwambia nini Mungu kupitia sadaka unayotoa? Lazima unapotoa sadaka umweleze Mungu nia ya sadaka. Sasa hiyo ndiyo sadaka. Yaani hiyo fedha yako unayoitoa kama sadaka,
lazima iwe na nia ya hiyo sadaka. Leo nazungumzia sadaka fedha, sio sadaka vitu. Hiyo sadaka vitu nitakufundisha, maana ya mambo ni mazito sana. Kwa haraka haraka nikikupitisha, zaka ni sadaka, dhabihu ni sadaka, malimbuko ni sadaka, na hiyo sadaka yako ya fedha ni sadaka, muda wako ni sadaka. Unaona vitu vinavyogawanyika gawanyika, lakini kila unachokiona hapa kina maana yake na kina kazi yake. Kwa hiyo sadaka fedha ambayo imezoeleka zaidi lazima iwe na nia, lazima iwe na nuizo, lazima umwambie Mungu kwa nini unatoa sadaka. Sadaka haitolewi bila manuizo ya sadaka yako. Sasa unanuiza nini? Sio lazima uwe na jambo kubwa sana. Unapoenda kwenye nyumba ya ibada, kwenye ibada kila wakati ambayo inaambatana na sadaka, basi ulichotenga kwa ajili ya sadaka, mueleze Mungu kwamba ninakutolea sadaka hii. Shika mkononi mwako hiyo sadaka, hiyo fedha ambayo sasa inatakiwa iwe sadaka. Maana usipoitamkia kuwa sadaka, haiwi sadaka kwanza. Ukishatamka na itoa sadaka, imeshakuwa sadaka. Sasa inadai maelekezo. Hapa ndipo watu wengi wanakosea. Mwambie tu Mungu kwamba ninatoa sadaka hii kukushukuru. Natoa sadaka hii na kushukuru Mungu kwa maana umenilinda, ni sadaka. Natoa sadaka hii kwa nia fulani. Watoto wangu naona wana afya, nakutolea Mungu sadaka. Kaitoe. Hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kwa unapomtolea Mungu, Mungu anapenda kusikia umetoa kwa sababu gani. Hiyo sadaka umeitoa kwa sababu gani? Una nia gani na hiyo sadaka yako? Usiitoe tu hivi hivi. Sasa Mungu anabaki anajiuliza umetoa kwa lengo gani? Ni kweli umetoa, ni kweli ni jambo zuri, lakini Mungu anapenda kujua msingi wa hicho ulichokitoa, umetoa kwa maana gani? Labda nikupe mfano. Chukua fedha tu. Chukua fedha, nenda kampe mtu. Yaani wewe chukua fedha yako mfukoni, kutana na mtu bana, msalimie vizuri. Bana mpendwa, habari yako? Naendeleaje? Basi nimejisikia kukupatia hii pesa. Sikiliza atakachokuuliza. Si umempa pesa, atakuuliza ya nini? Ameshapokea, hawezi kuondoka. Yaani lazima atakuuliza ya nini. Sasa swali hilo hilo ambalo unaona mwanadamu anakuuliza kwamba ya nini, ndilo swali ambalo Mungu anapenda kusikia umetoa kwa sababu gani. Kwa sababu kuna mambo mengi Mungu anategemea hapa asikie kwamba umetoa kwa ajili gani, ili ajue kwamba kumbe huyu anachokitoa anakijua, ama anahitaji kitu fulani. Hitaji lako ni nini kupitia sadaka yako? Kwa hiyo unapotoa, inenee sadaka yako. Hiyo ni sadaka ambayo unatoa kila kwenye ibada unapoenda, yani uliozoea kutoa hiyo fedha. Usiache ukaitoa tu bila kuinenea. Yani mtu anafika na mwingine anaenda kanisani, anafika eneo la ibada, alafu anaitafuta sadaka mfukoni. Unajisearch namna hiyo, unatafuta mfukoni sadaka, unaenda. Wengine mkishafika maeneo ya ibada, karibu na nyumba za ibada, mnaenda kwenye maduka yale ya nyumba za ibada, unakwenda kuomba change. Wewe, hiyo sio sadaka. Hiyo uliotoa sio sadaka. Hayo ni mambo mengine tu. Sijui ni kuweka kwenye kundi gani, lakini sadaka inanuiwa kutokea nyumbani. Sadaka lazima iandaliwe. Huo ndio msingi wa sadaka. Yaani kutokea nyumbani kwako unatoa sadaka. Kama hukutokea nyumbani, labda umetokea kazini, lazima utulie kwanza. Hii hela nataka nikatoe sadaka. Fedha hii inaenda kutoa sadaka. Unaiaddress. Yaani unaielekeza fedha kwanza. Hii inaenda kutoa sadaka. Tayari Mungu anaanza ku attention. Mungu anaanza kukaribia kutaka kujua sadaka yako ni gani. Sasa wewe ukifika kanisani au eneo la ibada, yani wewe unajitolea tu mfukoni, hebu una 10,000 una change 5,000 hapo. Hiyo sio sadaka. Hayo ni mambo tu mengine unaenda kuyatoa. Mimi siwezi kukuambia unatoa nini, lakini hautoi sadaka kwa sababu sio specific, yani haujaiandaa kwa ajili ya sadaka. Okay, unaweza ukaandika barua, si ndio? Unaandika barua, unaweza kumpelekea mtu barua haina jina. Bwana, hii barua yako. Ni kweli inaweza kuwa na maelezo mengi akaelewa, lakini unamwambiaje barua yako haina jina lake? Hata kama ina maelezo ambayo yanafanana, atakuuliza hii imekuja kwangu kweli? Kwa lazima barua uipe maelezo ambayo unayempelekea jina lake ataliona,
alafu akisoma maelezo anasema hii barua kweli inakuja kwangu. Yani lazima uiadresi, sijui Kiswahili tuseme nini, lakini ndio hivyo, yani uielekeze. Unapoelekeza kama maombi unavyoelekeza, sadaka inaelekezwa. Unamwelekeza Mungu sadaka kwa ajili ya nini? Hakuna sadaka inatolewa bila sababu. Tutakwenda kusoma neno la Mungu, utakuja kuelewa nawe yasema. Kwa hiyo watu wengi unajikuta kwamba mimi nimetoa sana sadaka lakini sioni majibu. Huoni majibu kwa sababu haujaielekeza sadaka yako iende kufanya nini mbele ya Mungu. Mungu ataipokea sawa, lakini atabaki kukusikiliza. Una nia gani? Lazima uwe na nia. Usisubiri rehema ya Mungu kwamba akurehemu akukirimie tu kwa sababu unatoa. Wewe mwenyewe ndani yako uwe na tabia ya kusema mwezi huu au mwaka huu mimi sadaka yangu nataka nielekeze kwa watoto wangu. Mungu nakutolea sadaka kwa ajili ya watoto wangu tu wafaulu. Sadaka. Kwa hiyo Mungu anasikia, huyu ananitolea sadaka hii kwa sababu anahitaji la watoto wake wafaulu. Hiyo Mungu anatenda. Anatenda kwa sababu ndicho ambacho umefanya nini? Umeikielekeza. Haimaanishi usitende mambo mema. Haimaanishi usifuate msingi wa Mungu. Haimaanishi utende dhambi alafu ukatoe sadaka. Sasa hiyo sadaka ndio itakuwa ina kazi kabisa, kwa sababu Mungu hapokei rushwa. Sadaka ni tendo ambalo Mungu mwenyewe analikubali na ni tendo ambalo linamfurahisha Mungu, lakini ukiwa katika msingi ulio bora, ukiwa katika msingi ambao unampendeza Mungu, maisha yako yawe ya uchaji, maisha yako yawe ya haki, maisha yako yasiwe ya dhuluma. Siona kama watu mnaenda kutoa sadaka, usitoe bwana ndugu yangu, hiyo sio sadaka. Mungu apokee rushwa na Mungu ni wa haki. Apokee vitu viovu. Sio unaenda kufanya ukahaba ama unafanya biashara haramu, vitu ambavyo havimpendezi Mungu, alafu nakwenda kutoa sadaka. Usitoe, kwa sababu wewe hutoi chochote mbele ya Mungu. Haujatoa chochote mbele ya Mungu. Wewe unaweza kuona umetoa, lakini mbele ya Mungu hujatoa chochote. Mungu apokei fedha ambayo ina mikono ya damu, mikono ambayo sio halali. Mungu apokei fedha namna hiyo. Unakaa na misukule yako ndani, unaifuga ndani, alafu unakutoa sadaka. Wewe unajidanganya tu. Mtumishi atapokea, pengine hajui, atapokea, lakini kwa Mungu wewe haikusaidii. Kwa hiyo hakuna utakachokuwa umekifanya. Utajidanganya kwamba nimetoa sadaka, nimetoa zaka, lakini mbele ya Mungu hapana. Kwa hiyo Mungu anaikubali sadaka ambayo unaitoa kwa moyo bila shuruti. Hiyo anaipenda zaidi. Anaipenda zaidi. Sasa twende tukapitie kwenye neno la Mungu tuone kwamba hawa watu zamani walitoaje sadaka. Walitoaje sadaka? Tunaanza na Agano la Kale. Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, sura ya 7, taanza na hiyo aya ya kwanza. Anasema, basi Suleimani alipomaliza maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu ya utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Moto umeshuka kutoka mbinguni, umeteketeza sadaka aliyoitoa nani? Suleimani. Sasa twende Mambo ya Nyakati, hiki kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, sura ya 6, alafu utaona kwenye aya ya kwanza kabisa inasema, ndipo Suleimani akanena na Bwana akasema ya kwamba atakaa katika giza nene. Anasema, lakini ningekujengea nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao yako milele. Suleimani anataka kujenga hekalu la nani? La Bwana. Suleimani alipomaliza kujenga hekalu la Bwana, ndio tunaona aya ya 12, Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akainyosha mikono. Hapa sasa Suleimani anamshukuru Mungu kwa sababu amemaliza kujenga lile hekalu na anaita utukufu wa Mungu ushuke. Anatoa sadaka Suleimani ili kwanza kushukuru kwamba amemaliza kujenga hekalu na anamsihi Mungu utukufu wake ushuke. Kwa hiyo kwenye ile kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati hapa sasa ile
ile sura ya 7, alafu hiyo aya ya kwanza kabisa ndio tunaona sasa kwamba basi Suleimani alipomaliza maombi hayo maombi alikuwa anaomba kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kuomba utukufu wa Mungu ushuke. Tunaambiwa hapa moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka kuteketezwa na dhabihu, utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Suleimani anatoa sadaka kumshukuru Mungu, lakini anaomba sasa utukufu wa Mungu ushuke. Ametoa sadaka alafu anaomba kitu, anaelekeza nia ya sadaka. Hii ni sadaka kuteketezwa. Kwa sasa hatuna sadaka hiyo, lakini nakufundisha kwa sababu ni vitu ambavyo Mungu alikuwa anavikubali. Hatuna sadaka kuteketeza, lakini nimeanza kukuambia kwamba nimeanza na Agano la Kale uone kwamba sadaka ilikuwa inatolewa kwa sababu gani. Yaani kwa nini walikuwa wanatoa sadaka? Mambo ya Nyakati wa Pili, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 ya kwanza. Unaona hapa tunaanza. Tukienda Ezekieli 45:17. Ezekieli 45:17, fungua Biblia yako Ezekieli 45:17, kuna kitu tutaona hapa, sadaka ya kuondoa dhambi. 45:17. Anasema, tena itakuwa kazi ya mkuu kutoa hizo sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga na sadaka za vinywaji katika sikukuu na katika mwezi mpya na katika Sabato, katika sikukuu zote za nyumba ya Israeli zilizoamriwa. Atatengeneza sadaka ya dhambi na sadaka ya unga na sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Sadaka kufanya nini? Upatanisho. Nimesema hapa mwanzoni kabisa, sadaka ni tendo la kumtolea Mungu. Tunaona hapa kuna unga, tunaona hapa kuna vinywaji, tunaona hapa kuna mambo mengi yametajwa hapa mbalimbali ambayo wanataka kumtolea Mungu sadaka, lakini wanamtolea sadaka ya nini? Ya upatanisho. Wewe unaenda kutoa sadaka, husemi na Mungu. Wana wa Israeli walitoa sadaka kimaelekezo, kimaelekezo na kimkakati. Wewe unaenda kutoa sadaka, upo kimya. Sawa, Mungu atapokea, lakini utakuwa una wakati mgumu sana wa kuona neema ya Mungu, kwa sababu hauelekezi sadaka yako ina nia gani. Nimekuambia hapa kwa habari ya Ezekieli, tumesoma kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, na sasa nakwenda kusoma kwa habari, tuende tukasome Wakolosai sura ya 1 aya 20. Wakolosai sura ya 1 aya 20, tutaona kwa habari ya sadaka ya upatanisho wa dhambi aliyoitoa Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alijitoa sadaka kwa ajili ya upatanisho wa dhambi. Wakolosai sura ya 1 aya ya 20. Wakolosai sura ya 1, fungua Biblia yako, aya ya 20. Hii hapa anasema hivi: na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi na vilivyo mbinguni. Hapa tunaona kwa habari ya upatanisho. Yesu anafanya upatanisho, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Yesu amefanya upatanisho, sadaka ya upatanisho msalabani. Amekufa msalabani ili mimi na wewe tuokolewe, tuupate uongofu. Ndiyo, amekufa msalabani ili tupate uongofu. Kwa nini? Sadaka ya kujitoa. Kwa hiyo Yesu anajitoa sadaka kwa dhumuni fulani. Ndio maana tunaambiwa alijitoa sadaka yeye mwenyewe. Alikuwa sadaka ya kafara ya mwisho kabisa, damu yake ikamwagika, na ndipo mwisho wa sadaka ya kuteketezwa uliishia hapo msalabani. Ndio maana leo hakuna Mkristo anachinja kwa ajili ya sadaka. Hakuna Mkristo anatoa sadaka kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, sadaka ya damu. Hatutoi tena. Tunabakia kutoa sadaka fedha, sadaka vitu, sadaka muda. Ndio tumebakiwa navyo. Kwa hiyo tukimpeleka mnyama kama sadaka, hatumchinji, tunatoa tu majitoleo kama malimbuko. Unaona, kama malimbuko tunatoa, ama tunatoa kama sadaka ya shukurani.
tunatoa. Na ndio leo tunatoa sadaka ya namna hiyo. Hatuchinji chochote kile kwa kutoa sadaka, kwa sababu Yesu alimaliza kila kitu. Kwa hiyo tunaendelea na sadaka hizi ambazo ni sadaka za majitoleo, fedha, muda pamoja malimbuko. Kwa hiyo unapotoa sadaka, uielekeze sadaka yako inaenda wapi. Unataka sadaka Mungu aitambue umeitoa sadaka kwa sababu gani? Kwa hiyo nimekusomea haya maandiko ili upate mwanga kwamba kumbe ninapotoa sadaka lazima niwe na nia. Sadaka ni tendo la hiari. Sadaka ni tendo la hiari. Ni tendo la kumtolea Mungu. Sasa kuna watu wanahimiza kutoa sadaka. Toeni sadaka nyingi. Toeni sadaka hii. Nikwambie, sadaka haimizwi, kwa sababu nimekwambia sadaka ni mkakati baina yako wewe na Mungu. Sasa mimi unanihimizaje nitoe wakati hujui mimi na Mungu tuna mpango gani? Au hujui mimi na Mungu nataka nimlilie wapi? Alafu kitu kingine, kama una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, kuna baadhi ya vitu muulize Mungu mwenyewe. Kuna sadaka inabidi Mungu akupe maelekezo. Sio kila sadaka unaitoa tu. Unawezekana una jambo fulani. Unawezekana unataka kutoa sadaka, mwanao anapitia kipindi kigumu cha masomo, au unapitia kipindi kigumu cha maisha. Unasema, Mungu, nataka nikutolee sadaka kwa ajili ya jambo hili. Sadaka gani itafaa? Fuata maelekezo. Itakusaidia sana katika maisha yako, kwa sababu Mungu atakuwa amekupa maelekezo yanayohusiana na tatizo lako na sadaka unayopaswa kutoa. Utaenda kutoa sadaka ambayo Mungu wala haihitaji. Aidha inaweza ikawa haihitaji kabisa, aidha inaweza ikawa nyingi sana, aidha inaweza ikawa kidogo. Kwa hiyo ikifanyika chochote kati ya hivyo, maana yake unafanya kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo mbele ya Mungu kupata matokeo inakuwa ngumu. Sio kila sadaka inatolewa tu. Hiyo ni sadaka ya hiari. Inaweza kuwa sadaka ya hiari ndio unasema na kushukuru Mungu, natoa sadaka yangu. Ni sadaka za hiari. Lakini kuna sadaka inahitaji maelekezo. Inamhitaji Mungu mwenyewe akupe maelekezo. Huyo mwanao ugonjwa anaoumwa, sadaka yake inatakiwa iwe ya aina hii. Nitakupa mfano mmoja. Niliwahi kuwa na jambo fulani. Na nilipomuuliza Mungu nifanye nini, alinielekeza kutoa sadaka. Lakini sadaka niliyoelekezwa, niliambiwa nitoe sadaka ya kuomba misa kwa muda wa mwezi mmoja kila siku. Wale wa Katoliki wananielewa. Nilienda kuomba misa kanisani mwezi mmoja. Yaani kila siku isomwe misa. Kumbuka, kwa wanaoelewa mambo ya misa, unapoomba misa unaitolea sadaka. Lazima uitolee sadaka. Kwa hiyo ile sadaka ilikuwa imetolewa kwa muda wa mwezi mmoja na ilikuwa inasomwa kwenye misa kwa mwezi mmoja. Tunaelewana vizuri? Sasa nimepata maelekezo, nafanya kile kitu Mungu amenielekeza kukifanya. Kwa hiyo nilikuwa na hakika na ninachokifanya. Je, nisingeuliza fanyaje? Ningeenda kanisani, ningetoa kibulungutu changu, ningesema Mungu, natoa sadaka yangu hii na shida fulani, si ningeondoka? Alafu mambo yasingetokea, ningesema mbona natoa sadaka alafu sifanikiwi? Kumbe sijui maelekezo yanayonihusu ni nini. Kuna mtu mwingine ulitolewa sadaka huko kwenye madhabahu za giza, walitoa sadaka ya ng'ombe. Jambo lako limekushikilia kwa sababu sadaka ya ng'ombe ilitolewa. Sasa ukimuuliza Mungu anakuambia wewe walichinja ng'ombe kwenye sadaka yako. Wakati mwingine Mungu anasema hivyo, walichinja ng'ombe. Kwa hiyo wewe lipia gharama ya ng'ombe. Kwa hiyo kama ng'ombe ni 700,000 utaambiwa tafuta 700,000, toa sadaka ili hicho kifungo kikuachie kwa sababu ya sadaka iliyotolewa. Unalipia sadaka ya namna hiyo. Wakati mwingine Mungu hufanya hivyo pamoja na sadaka ya damu ya Yesu, pamoja na jina la Yesu. Kuna wakati Mungu anaelekeza vitu vya namna hiyo. Ambao wameshawahi kukutana na hiki ninachokisema wananielewa zaidi. Ambaye hajawahi kukutana tabaki anashangaa, lakini huo ndio ukweli. Kuna sadaka nyingine inabidi ulipie sadaka inayofanana na kile kitu ambacho kilifanyika. Pamoja na sadaka ya damu ya Yesu bado tunatoa zaka. Pamoja na sadaka ya damu ya Yesu bado tunatoa malimbuko. Pamoja na sadaka ya damu ya Yesu bado tunatoa dhabihu. Pamoja na sadaka ya damu ya Yesu bado tunatoa sadaka za hiari. Kwa hiyo kuna sadaka ambazo tunazitoa pamoja na sadaka ya damu ya Yesu ambayo tayari imeshatoka.
Hatuna sadaka ya kuteketeza tu ndio ambayo imeondolewa pale Yesu alipokuwa msalabani. Hakuna sadaka ya kuchinja ng'ombe ili utoe sadaka, lakini malipizi yanaweza kuwepo. Kwa hiyo inawezekana una kifungo, waweza kualichinja mbuzi katika ulimwengu wa giza wakakufunga. Mungu anakuambia wewe, toa sadaka ya bei ya mbuzi. Mbuzi ni shilingi ngapi? Mbuzi ni 200,000. Wewe kifungo chako chukua 200,000, inenee hiyo sadaka yako, peleka madhabahuni. Yani pambanisha madhabahu yao ya giza na madhabahu ya Mungu aliye hai, ili kifungo chako kifanye nini? Kifunguliwe. Hiyo ndio sadaka. Sasa umeshawahi kujiuliza unatoa sadaka ya namna gani? Kuna sadaka za kujimaliza. Mimi nasema kweli na nitaendelea kusema kweli, sadaka ya kujimaliza ipo. Yani sadaka kusema natoa hiki kitu kikubwa, natoa mshahara wangu, natoa mishahara yangu ya miezi 3, bora mimi ni struggle, nikae sina kitu chochote, nisile vizuri, nitatoa mshahara wangu wa miezi 3, najimaliza kwa ajili ya jambo hili, Mungu akatende. Naomba nisikilize kwa makini hapa. Una uhakika Mungu anataka hiyo sadaka? Are you sure? Ni kweli Mungu anapenda sadaka ya kutoa kwa hiari, lakini ni vizuri kama ukiwa na uhakika na unachokifanya. Kwa sababu gani? Naamini kuna mtu ananisikiliza hapa aliwahi kutoa sadaka ya kujimaliza, hakupata matokeo. Ukiona unatoa sadaka kujimaliza halafu hakuna matokeo, kuna mahali kuna shida. Kwa hiyo unaweza ukataa kutoa sadaka kujimaliza, halafu ukimuuliza Mungu nitoe sadaka kujimaliza, anaweza akakwambia kabla ya kutoa sadaka kujimaliza, rekebisha pale, ili sadaka yako ukiitoa niweze kuipokea. Unaona neema kubwa kabisa. Kwa hiyo wale ambao unapata neema kuongea na Mungu, kumuuliza, ulizeni ili Mungu akujibu. Sasa mtumishi anakuambia toa sadaka kujimaliza, toa sadaka kujimaliza, mambo yako yatakuwa mazuri, toa. Una upatano gani na Mungu? Mimi sikatai kwamba sadaka haifai, ni sadaka ambayo inafaa kabisa, lakini unajuaje kama inakufaa wewe? Unajuaje? Sadaka ni jambo ambalo linakuhusu wewe, ambapo unampelekea Mungu, sio mtu akushurutishe kutoa sadaka. Sadaka haishurutishwi, sadaka ni hiari yako, sadaka ni mpango wako. Kornelio alipata baraka kwa sababu alitoa kwa hiari tu. Naye alimshurutisha Kornelio? Alitoa sadaka yeye mwenyewe. Tunaona aliwasaidia watu, aliwasaidia yatima. Hatujui alikuwa na nia gani, lakini bila shaka Kornelio alikuwa na nia fulani. Ndio maana malaika akatumwa mbele ya Kornelio, na ndio maana Kornelio akatambua huyu ni malaika, akafedheka, akasema una nini bwana wangu? Alijua huyu ni malaika. Anasema usihofu, sadaka zako zimefika mbele ya kiti cha Mungu. Kornelio ni mfano bora kabisa wa mtu ambaye ni wa mataifa, anakuja Mungu kumbariki na kumpa maelekezo. Mtu wa mataifa Kornelio, hakuwa Myahudi, alikuwa ni mtu wa mataifa mengine. Kwa hiyo unaweza ukatoa na Mungu akabariki, lakini mimi nakushauri unachokitoa uwe na hakika. Kama unaweza kumuuliza Mungu, muulize, hii nifanyeje? Nitoe sadaka gani yenye kukupendeza? Nifanye nini? Na ukisikia unajibiwa, tafadhali usije ukauliza mambo kwa Mungu ukapata maelekezo alafu ukakimbia. My friend, yatakayo kukuta usije ukasema mtumishi akusema. Ninakuonya, ukimuuliza Mungu kitu akikwambia ufanye, ni lazima ukifanye, ni deni. Unaweza ukaulizwa kwa kupima ukafikiri kwamba utapunguziwa kiasi, alafu kajikuta umeulizwa umeongezewa kiasi mara 10 yake. Toa. Kwa sababu Mungu anataka kukusaidia wewe usichokijua. Malipizi yako ni ya namna gani? Sadaka yako ni ya namna gani? Utoe nini ili ufanikiwe? Sadaka. Nimependa kulifundisha hili somo kwa kina sana, ili mtu ambaye hajui kuhusu sadaka ajue. Sadaka sio kitu cha mchezo. Sadaka si kitu cha kulazimishana. Sadaka si kitu cha kushurutishana. Sadaka ni mpango wako wewe, inakusaidia wewe. Hakuna mahali Mungu anasema ukunitolea sadaka. Mungu adai sadaka. Mungu anadai aina fulani ya sadaka. Kwa mfano, malimbuko atakudai. Hiyo ni aina ya sadaka. Hii sadaka hiari Mungu anadai mtu. Ni hiari yako, ndio maana ikaitwa sadaka hiari. Malimbuko ni lazima. Sadaka malimbuko, mzaliwa wa kwanza huyo, mazao ya kwanza, mshahara wa kwanza. Haya nitakufundisha siku nyingine. Hiyo Mungu anakudai. Zaka Mungu anakudai. Mungu atafanya nini? Atakudai
Zaka na malimbuko sio vya kwako. Mzaliwa wa kwanza ni wa Mungu, mshahara wa kwanza ni wa Mungu, kipato cha kwanza hicho nacho, kwamba shambani umepata mpunga, cha kwanza ni cha Mungu. Si ng'ombe wa kwanza ni wa Mungu. Yaani vitu vya kwanza huwa ni vya Mungu, sio vya mwanadamu. Na zaka fungu la 10, 10% ni ya Mungu. Hayo ni madeni Mungu atakudai. Lakini sadaka ya hiari hakuna Mungu atakuuliza kwa nini kutoa sadaka hiari. Kwanza imeshakuwa hiari na kwaje Mungu akuulize? Kwa hiyo lazima tufahamishane hapa. Mimi anayechukia na achukie. Najua kwamba kuna watu watasema mtumishi anasababisha watu wasitoe sadaka. Watoe katika kweli, wajua anachokitoa ili wapone, ili wafanikiwe. Msiwashurutishe watu wanatoa sadaka. Kuna watu hawastahili hata kutoa sadaka yenyewe hiyo ya fedha. Mungu anaweza kwambia sadaka yako ya muda tu yanitosha. Wewe unamng'ang'aniza mtu akauze shamba lake la ulisi atoe sadaka. Ni nini hiyo? Utapeli. Watu wanafanya hivyo. Sadaka haishurutishwi mpendwa. Ukiona mahali na washurutishwa kutoa sadaka, red flag. Kuwa makini. Bendera nyekundu inapepea hapo. Unaona hapa kuna shida. Mimi nakufundisha vitu vilivyo hai. Uhai mbele ya Mungu. Kweli mbele ya Mungu. Sadaka ni tendo la hiari. Ila ikitokea sadaka ya lazima, Mungu atakwambia ni tendo la hiari, lakini ili utoke hapa toa sadaka hii, hiari yako. Ukiacha basi. Tunaelewana wapendwa vizuri hapa? Kuna janga hapa. Changamoto katika utoaji wa sadaka. Sadaka ni kitu ambacho, sadaka ni tendo la utoaji kwa Mungu. Unapomtolea Mungu, una uhakika unamtolea Mungu, hapo ndipo kwenye changamoto. Unayotoa hiyo sadaka yako, una uhakika umeitoa katika madhabahu ambayo ni ya Mungu, hapa pana changamoto kubwa sana. Kuna watu wana madhabahu za shetani, unaenda kutoa sadaka yako, huwezi kufanikiwa kwa sababu hiyo madhabahu sio ya Mungu. Utafanikiwaje mpendwa? Lazima sadaka itoke mahali sahihi. Kwa mfano, wewe unaenda kumpa mtu sadaka, kwa mfano sadaka ameitolea kama vile Kornelio aliyokuwa anatoa, anawasaidia masikini. Kuna watu sio masikini, ni matajiri. Yaani huko mtaani huko uliko kuna watu matajiri. Huko barabarani kuna watu matajiri, wana pikipiki, wana haya matoyo, wengine wana magari, wamejenga nyumba zaidi ya moja, wanaomba. Huyo si mtu sahihi, sio mtu sahihi. Ingawaje ni ngumu kumjua, lakini Roho wa Mungu kimuuliza atakwambia kwamba huyo simpe. Tapeli huyo. Sasa na mfano wa makanisa ni hivyo. Unaenda kwenye kanisa ambalo lina muunganiko wa moja kwa moja na kuzimu, unatoa sadaka yako. Ujue sadaka yako hujamtolea Mungu aliye hai. Umetoa sadaka kwa miungu, inaenda kwa miungu, wanakushikilia mpendwa. Wanakushikilia mpendwa. Red flag. Unatoa sadaka kwa miungu, vile vile Mungu anavyoipokea sadaka na kukubariki, na miungu inapokea sadaka na kukamata, inakufyonza kweli kweli. Unajua unatoa tu sadaka zile ambazo unapangiwa sadaka ya kutoa. Sadaka ni juu ya wewe, yani sadaka ni habari ya kwako na Mungu. Unamwambia Mungu, ninakutolea hii, ninaomba iwe hivi. Sio rushwa. Sio mchungaji akupangie. Mtu yote hawezi kukupangia sadaka, ni habari yako, toa kwa hiari. Ndio maana mtumishi yote wa Mungu atakwambia, ndugu yangu, Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo wa ukarimu. Toa tu kwa moyo wa ukarimu. Unapotoa sadaka, toa kwa moyo wa mkunjufu. Sasa ukiona sadaka zinaanza kupangiwa level, red flag. Amka, shtuka. Ndio injili hiyo. Mnaofurahia, Mungu atukuzwe. Mnaonichukia, haya, Mungu atukuzwe pia kwa ajili yenu, kwa sababu nimepewa kazi ya kufundisha ili watu wapate kubarikiwa. Sadaka inatolewa wapi? Hebu tuangalie hapa Kumbukumbu la Sheria 12:57. Neno la Mungu lina kila kitu, Neno la Mungu 12:5. Tuendelee hapa. Inasema hivi: lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo na uende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa
na dhabihu zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na kondoo. Naomba niishie hapo. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu na sadaka zenu na malimbuko yenu, kila aina ya sadaka mahali atakapopachagua Bwana, ndipo sadaka inapoenda. Kwa hiyo ukitaka kusema sadaka nitoe wapi, jibu ni hilo, upajue mahali alipopachagua Bwana. Aya, unamsaidia, unasema namsaidia yatima. Okay, namsaidia huyu omba hapa. Ndipo Bwana amepachagua. Yesu anasema hivi, nalikuwa na kiu, hamkuninywesha. Si ndio omba? Nalikuwa uchi, hamkunivika. Si ndio wahitaji? Lakini mlipowatendea hawa yaliyo mema, mlitenda kwangu pia. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Bwana ameichagua. Bwana ameichagua. Ukisoma neno linaeleza vizuri. Anasema wafarijini wafiwa, wasaidieni wasiojiweza, wasaidieni wajane, wasaidieni yatima. Anasema mtakapowasaidia hao, mtakapowafanyia matendo hayo mema, mwanifanyia mimi. Lakini hivyo hivyo mlivyokuwa hamkuwatendea hao matendo hayo mema, hamkunitendea mimi. Una kanisa, tazama kanisa lako. Lina red flag, lina bendera nyekundu. Linafananaje? Ukiona kanisa sehemu unapoabudu panaeleweka, toa sadaka. Ni Bwana amechagua. Usiulize mimi utajuaje. Nimeshakuelekeza. Mafundisho yatakayofundishwa hapa atakueleza kwamba hapo pana namna gani. Wewe angalia, pima tu, mimi sikwambii ndio hapana. Wewe angalia panafananaje? Unafundishwa nini? Hali ipoje? Moyo wako upoje? Amani ya Kristo na itawale mioyoni mwenu. Ukikosa amani na kanisa lako, yani mimi naenda kanisani lakini nakuaga mzito, unaenda kufanya nini? Angalia sehemu unayokwenda. Muulize Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu akuelekeze kanisa sahihi, mahali sahihi pa kuabudu. Nenda huko. Makanisa duniani yamefikia tu 50 ni ya shetani, 50 ni ya Mungu. Nini? Maarifa. Watu wanafuata mahubiri ya aina fulani. Wewe unaenda kanisa kila siku ulioenda tangu umejiunga kwenye hilo kanisa mpaka leo na miaka. Mahubiri ni mafanikio. Wewe alikwambia Mungu anahubiri mafanikio wapi? Mungu anahubiri wokovu. Mafanikio ni kitu cha kupita. Mungu hawezi kukazana na mafanikio kwa sababu ni kitu cha kupita. Lakini Mungu ni wa mafanikio. Atakufanikisha katika mambo yako, lakini sio msingi wa neno la Mungu. Sio msingi wa neno la Mungu. Neno la Mungu msingi wake ni wokovu. Sasa unakaa kwenye eneo la ibada, unahubiriwa utajiri tu, wokovu toba Sasa wewe unataka akwambie nani? Soma neno, linaandika. Msingi wa neno ni wokovu. Msingi wa neno ni toba. Msingi wa neno ni kumrejea Mungu. Ndio msingi wa neno la Mungu, ndio hitaji la Mungu. Mungu anawaza kila siku, watu hawa nitawachomoa vipi waondokane na huu uovu walionao, waweze kurithi ufalme wa mbinguni. Sasa Mungu hawezi kukazania utajiri wa dhambi utakusaidia nini? Unapita duniani, tunapita hapa. Kwa hiyo unapoenda kwenye kanisa la kuabudu, wewe mwenyewe angalia, unapoabudu angalia panafananaje. Hakuna haja kutajana majina. Wewe mwenyewe ukikaa unaangalia, unaona. Kwa hiyo sadaka upeleke wapi? Kumbukumbu la Torati inaeleza vizuri. Sura ya 12 aya 5 hadi 7, endelea hapo, soma. Kwamba hapa anatoa sehemu sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo usipotoa sehemu sahihi, hakuna mafanikio ya Mungu, ya kimungu huwezi kuyapata. Labda ya miungu utapata. Zote ni madhabahu. Hata kwa mganga niko na madhabahu. Lakini madhabahu ya nani? Ya shetani. Kwa hiyo nimekufundisha kwa habari ya sadaka. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanatoa sadaka kimazoea. Watu wengi wanatoa sadaka. Ninaona unaweza udani umetoka kwenye ibada, umekaa zako nje, tunaongea mawili matatu, tumekaa nje pale, tunapunga upepo, unashangaa mtu kapita dukani. Kaka sasa hizi salamu, naomba change. Kuna jamaa wangu mmoja anifurahishaga sana. Anifurahishaga sana. Huyu bwana atoagi change. Nikikaga pale dukani kwake nje ya kanisa, ananiambia mtumishi, mimi sitoagi change. Nikimuuliza kwa nini, anasema hawa wanakujaga kuomba change ya sadaka na mimi siwezi kuwapa change na ninazo. Huwa ananifurahishaga sana. Kumbe amewagundua kwamba wakija pale wanaomba change wakatoa sadaka. Na yeye anajiuliza swali hilo kwamba sadaka gani inakuja kuchenjiwa kanisani? Sadaka ni mpango ambao ni wa kwako. Lazima uwe na nia yako ya sadaka.
Ikitokea kweli hujatokea nyumbani, umetokea kazini, basi unajua ni siku ya ibada, iandae sadaka yako. Andaa sadaka yako, usikurupuke. Sadaka inahitaji sapoti, sadaka inahitaji maelezo, sadaka inahitaji uelekezaji wa hiyo sadaka. Unataka Mungu akutendee nini kupitia sadaka yako? Matumaini yangu ni kwamba umenielewa. Kama si katika moja, katika mawili. Kama si katika mawili, yako matatu, manne, matano. Na inawezekana kuna kitu kikubwa kabisa ambacho ulikuwa ukijui, umekijua leo. Mimi ni imani yangu Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa uaminifu sana, na aendelee kukufunulia mengi, maana niliyoongea ninaamini kabisa ni machache sana kati ya mengi. Kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji mafunuo ya mtu binafsi, akufunulie mafunuo hayo ili usiteseke katika utoaji wa sadaka. Utoe sadaka katika njia ambayo inampendeza Mungu. Utoe sadaka katika njia ambayo Mungu anaridhishwa nayo. Uwe na hakika sadaka yangu Mungu ameipokea. Inawezekana kabisa kuwa na uhakika huo. Kwa hiyo niseme Mungu akubariki kwa kutenga muda wako. Unafuatilia mafundisho haya popote ulipo, Mungu akubariki. Uko Tanzania, Mungu akubariki. Uko nje ya Tanzania, Mungu akubariki. Akubariki sana 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 sana. Na ninakuomba endelea kuwashawishi tena na tena wengine wafuatilie mafundisho haya. Una ndugu zako, jamaa zako, marafiki, kama kuna mahali wewe uliona kabisa Mungu alisema na wewe, waambie, kuwa shuhuda kwa usiogope. Bwana, mimi nilifuatilia mafundisho kutoka kwenye channel Mikono ya Kristo. Kuna kitu nilijifunza na kitu kile nilikifanyia kazi kikanipeleka mbali. Washuhudie, ndio injili, ndio neno la Mungu, ndio habari njema. Washuhudie na wao wapate kuvutiwa kwamba kweli basi ngoja na mimi nifuatilie. Haya mafundisho hayawezi kuisha leo, ni mengi. Haya tuisha, tutamaliza sisi, tutakuja wengine. Mafundisho haya watu wanatakiwa kubarikiwa nayo. Lakini pia unaweza kuwa una shida, unataka kuzungumza na watumishi, namba za simu ziko hapo. Unaweza kutupigia. Kama uko ndani ya Tanzania, piga namba kama zilivyo. Lakini kama uko nje ya Tanzania, ondoa hiyo 0, weka alama kujumlisha 255, tupigie, utatupata. Yako mambo mengi tunaweza tukazungumza, na Roho Mtakatifu atakusaidia kusema na wewe. Atatusaidia na sisi pia tuzungumze na wewe, akusaidie shida yako. Sisi hatuwezi, sisi ni watumishi wa Bwana, ila Roho Mtakatifu anaweza. Yote ambayo unaona hayawezekani, yanawezekana kwa Roho Mtakatifu. Yote anayajua na yote yanawezekana. Mungu akubariki kwa kufuatilia mafundisho haya. Unaweza ukashare mafundisho haya. Wewe ambao hujasubscribe bado, subscribe kwenye channel yetu hapo, bonyeza alama ya kengele. Unaweza ukaandika comment yako vile vile, ukalike na kucomment. Mungu atakubariki pia. Usisite kutufuatilia pia katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunapatikana huko kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Tunayo channel ya WhatsApp ya Mikono ya Kristo, pia tuna post mafundisho mbalimbali huko. Unaweza ukatufuatilia pia. Kwa maoni, ushauri tunapokea. Unaweza ukatushauri, tunapokea ushauri, wala usisite. Unaweza ukatutumia message, unaweza ukaandika comment, kwa sababu ni kazi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Sisi ndio kabisa tunapenda kabisa kushauriwa, tunapenda kusikia. Kama kuna kitu unataka kutushauri, tushauri. Kuna kitu unahisi hujakielewa, kuna kitu tunaweza kufundisha jambo likakuchanganya kabisa, likakutoa katika msingi wa kimungu, tupigie, tutaongea. Pengine katika mafundisho haya ukuelewa, lakini tukiongea moja kwa moja, tukizungumza, unaweza ukaelewa. Basi na Mungu atakubariki. Kweli yote kwa yote, Mungu awajalie baraka tele tele wote ambao mnafuatilia mafundisho haya. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo. Tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.